Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kwenye namna ambavyo sasa hivi mabadiliko ya kikosi yamekuwa ni makubwa kabisa. Sasa leo hii unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wako uwanjani kwenda kuvaana na moja kati ya timu ambazo zinapatikana katika kundi lao. Ikumbuke kwamba Young Africans tayari wameanza safari ya kulitafuta taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, na level ambayo wameanza nayo ni nzuri kweli kweli baada ya kuweza kupata ushindi katika mchezo wao wa kwanza kabisa dhidi ya klabu ya hapa nazungumzia Farabati, ambapo uliweza kushuhudia wakiweza kuondoka na ushindi wa bao 1-0. Sasa wameelekea kule nchini Algeria, ambapo wanakwenda kukutana na klabu ya GS Kabylie, miongoni mwa vilabu ambavyo vinapatikana pale nchini Algeria kwa ubora mkubwa ambao wako nao. Ukiweza kushuhudia katika mchezo wao uliweza kupita, ambapo mambo yalionekana kwenda hapa nazungumzia vizuri kwa upande wa Young Africans. Sasa leo hii itakuwaje? Mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans ambacho amekitangaza majembe ambayo watakaoanza katika dakika hizo za kwanza. Ninazungumzia first 11 yake ambayo anaanza nayo leo hii. Utakwenda kujua mwanzo mwisho ni nani na nani ambaye amepewa nafasi ya kuanza katika kikosi hicho na nani ambaye hajapata nafasi ya kuweza kuanza. Yote hayo na mengine mengi, endelea kukaa karibu na sisi kuweza kusikiliza kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho kinaingia uwanjani katika siku ya leo, ambapo golini anaendelea kuweza kusimama Mdaka Mishale, si mwingine bali ni DJ Diarra, screen protector, miongoni mwa magolikipa bora kwelikweli ndani ya ardhi ya Tanzania na unaweza kusema Afrika, kutokana na ubora ambao iko nao. Amekuwa na mwendelezo mzuri ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Amekuwa ni moja kati ya muhimili mkubwa kwelikweli kwenye kikosi cha Yanga, kutokana na umaili wake ambavyo anavyofanya kiwa langoni, namna ambavyo amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaonesha kuipigania kwelikweli nembo ya klabu ya soka Young Africans. Hata ambapo pindi timu yake inapokuwa ikiweza kufungwa, unaona total reaction yake anavyokuwa, muonekano wake unabadilika, anakuwa sio mtu tena mwenye furaha. Kwa hiyo unajua kabisa huyu ni kweli anaipambania timu. Huku beki namba 2 anaendelea kuweza kusimama kijana raia wa Tanzania, nazungumzia Atola hapa, nazungumzia si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda, akiweza kusimama katika kipindi ambacho mwalimu ameendelea kuweza kumwamini kama beki namba 2 ambaye anaweza kuisaidia klabu ya soka Young Africans. Amekuwa na uwezo mzuri, ana kasi, ana maarifa mguuni, sambamba pia ana uwezo wa kukaba vizuri kabisa. Ana uwezo wa kupandisha timu na kurudi kukaa katika majukumu yake. Hiyo ni sifa ambayo Israel Patrick Mwenda anaendelea kuweza kuionyesha kwenye kikosi cha Young Africans bila kuweza kufanya makosa katika eneo lake la kiulinzi. Kwa hiyo hilo alina dauti, mwalimu akaona kabisa Israel Mwenda anafaa kwenda
naye katika mchezo huu. Huku beki namba 3 anasimama si mwingine bali hapo nazungumzia ni Mohamed Hussein Shabalala Azimbo Junior. Ubora mkubwa ambao alionyesha katika mchezo dhidi ya Farabati ndio unaendelea kuweza kumpatia mwalimu jeuri ya kuamini ya kwamba sasa anafaa Azimbo Junior kuanza katika kipindi cha kuanza ama kuanza katika mchezo huo mkubwa kwenye kuzitafuta alama 3 zingine pale nchini Algeria. Kwa hiyo leo shughuli itakuwa ni pevu kweli kwa upande wa hapa nazungumzia si mwingine bali ni Mohamed Hussein. Kazi yake kubwa ni kupandisha mashambulizi na mara kadhaa ndio upande ambao Young Africans wanautumia kuanzishia mashambulizi yao, kutengeneza mashambulizi wanatumia upande wa kushoto. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kuishuhudia leo hii ikienda kufanyika katika mchezo huo. Huku unazungumzia beki namba 4 anasimama Ibrahimu Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake miongoni watu makini kweli amekuwa na ubora mkubwa. Kadiri siku ambavyo zinazidi kwenda anazidi kujipambana na kuonyesha kwamba yeye ni miongoni mwa mabeki bora kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokana na ubora wake, namna ambavyo anavokaba, namna ambavyo anajua kuweza kutuliza mashambulizi, namna ambavyo anajua kupunguza mashambulizi kwenye eneo lao la ulinzi na umakini mkubwa ambao yuko nao. Kwa hiyo hilo alina ubishi kwenye namba 4 kusimama Ibrahim Hamadi Baka, huku namba 5 ikisimamiwa na kapteni mwenyewe nazungumzia Dickson Job. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa nyota ambao wana uwezo mkubwa kweli. Ana uwezo wa kupiga pasi nzuri kabisa, wana uwezo wa kukaba kwa umakini mkubwa, ana uwezo wa kuweza kuiunganisha timu hususan katika eneo la kiulinzi, akiongoza safu ya ulinzi yake nzima. Kwa hiyo leo hii ndio safu ya ulinzi yao itakavyokuwa hivyo. Ukipanda katika eneo la viungo namba 6 utakutana na Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa watu ambao wanapiga kazi kubwa kweli. Jamaa ukimtizama unaweza ukaona namna gani ambavyo ni mtu makini kweli. Amekuwa akijitoa kweli katika timu, namna ambavyo dakika ambazo mwalimu anampatia za kucheza hauwezi kujutia kuweza kutizama soka lake, na namna ambavyo amekuwa ni msaada mkubwa katika eneo la katikati ambalo kwa sasa klabu ya soka Young Africans iliweza kumtoa Alidi Aucho na kumuingiza Musa Bala Conte, lakini bado hakufiti katika eneo hilo. Lakini bado Duke Abuya ambaye alikuwa akiweza kutizamiwa kama kilaka ambaye ameweza kufiti katika eneo hilo. Kwa hiyo hilo atasimama Duke Abuya. Huku namba 7 atasimama Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, mapigo na mwendo, kasi, maarifa mguuni, spidi ya kutosha, mashuti kabisa ambayo yanapatikana kwa Maxim Pia Nzingeli, utulivu na namna ambavyo anajua kuweza kuzivunja mbinu za wapinzani. Kwa hiyo leo hii utakwenda kuzishuhudia haya yote yakiweza kutokea katika dakika hizo 90 za uko Algeria. Huku nazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya, miongoni mwa watu ambao walipiga pinpoint pasi ambayo ilikuwa direct kuelekea kwa Prince Mpumelelo Dube katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa Young Africans katika safari yao ya makundi, ambapo pasi ambayo ilisababisha goli kutoka Mudathir Yahya. Kwa hiyo ni mwendelezo wa yale ambao anayafanya. Kama asipofunga basi huwa anapea assist, lakini wakati mwingine ni moja kati ya watu ambao wanafanya kazi kubwa katika eneo hilo la namba 8. Huku namba 9 mwalimu amechagua kuanza na Prince Mpumelelo Dube licha ya kwamba kuna makosa ambayo amekuwa akiendelea kuweza kujirudia, lakini mwalimu anaamini ya kwamba huenda mbele akawa ni miongoni mwa watu ambao ni tishio na muhimu sana. Kwa hiyo ameendelea kuweza kumpatia nafasi, anasimama Prince Dube katika eneo hilo la namba 9. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali ni hapa nazungumzia Mamadou Doumbia. Kazi kubwa unafahamu anayoifanya, mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuweza kuanza. Huku namba 11 anasimama si mwingine bali ni Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli katika kwenye nafasi ya namba 11 anasimama Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua anasimama kama namba 11 katika mchezo huu mkubwa kabisa, na namna ambavyo kiwango alichokionyesha katika mchezo uliopita, namna ambavyo alikuwa ni moja kati ya mwiba mchungu kweli katika mechi hiyo, na ndivyo ambavyo anatarajiwa kwenda kukiwasha kweli kule Algeria. Bwana, weka maoni yako hapo chini.